Leo ndo ile siku ambapo tunakwenda kushuhudia fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mnyama Simba sasa anashuka dimbani kwenda kuwakabili RS Berkane katika uwanja wa Manispaa ya Berkane hapa nchini Morocco. Tayari maandalizi ya mwisho ya kikosi cha Simba tumeyashuhudia hapo jana. Leo hii sasa tunakwenda kuzungumza na baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba, wadau na mashabiki wa soka ambao wamejitokeza hapa kwa ajili ya kuja kuisupport klabu ya Simba kwenye mchezo huo wa fainali. Niko hapa na mzee Kisiwa, yeye atatupitisha kwa namna ambavyo aliitazama mechi ya mwaka 93 ya fainali, lakini pia fainali hii nyingine kwa upande wa Simba. Anaitazamaje na wapinzani wa Simba kiujumla? Mzee wangu shikamoo. Marhaba, mmemkaje? Salama kwema. Namshukuru Mungu. Ndio vizuri. Wallahi sawa sawa kabisa tena. Hali ya hewa unaionaje hapa Morocco kwanza? Comparative na nyumbani haijawa mbaya kwetu. Tayari tuko hapa kwa ajili ya kwenda kushuhudia fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane ambayo ni ya kombe la shirikisho Afrika. Mtazamo wako ni upi mara baada ya kuona kikosi cha Simba jana kwenye mazoezi ya mwisho katika uwanja wa mchezo? Kwanza nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mpaka hapa. Na hii inakidhi malengo yetu ya Simba Sports Club. Mimi nikiwa competitions manager kwamba malengo yetu ni kufika fainali, na kufika fainali malengo yetu ni kuchukua kikombe. Na ili uchukue kikombe lazima ufike fainali, stage ambayo tumeshaweka mguu mmoja mbele. Kwa hiyo nafarijika sana katika hilo, ni kwamba malengo yanaonekana yanakamilika. Lakini tu nikitizama jana mazoezi yetu, unajua sisi watu wa mpira vitu vingi kuelekea fainali, kuelekea mchezo yanakuwa ni siri. Na ndio maana kama utaona pale watu wengi wanafukuzwa pale uwanjani, ibaki mwalimu, na hata sisi kukaa pale wakati mwingine ni bahati. Inatakiwa kwamba mwalimu anabaki na wachezaji wake wanatengeneza mkakati wa kesho, kwamba hatakiwi mtu mwingine yote kujua. Kwa hiyo nimefarijika kuona mazoezi yalikwenda vizuri na habari za ndani zikielekeza kwamba wachezaji wote ni wako vizuri. Inanipa faraja. Mimi ni muumini mpira wa spidi, na kama utaangalia ile goli la juzi ile ya mechi ya nyumbani pale ile 1-2 na jana nilikuwa naona mazoezi ni yale. Kwa hiyo mimi napata faraja. Morali ya kikosi ikoje, lakini pia utayari kwa vijana kama umezungumza nao hata kidogo? Labda mimi niseme kwa capacity ya mashabiki na wanachama wangu, kwa sababu mimi ndio mkurugenzi wao, naona wako sawa sawa. Na kila mmoja, mimi kila siku nawaomba tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni muweza wa kila jambo. Lakini kiari unaona hata wewe mwenyewe unajihisi uko tayari kwa fainali, una ari kubwa. Watu wetu wana ari kubwa. Unaona hata ile riheso ya jana, na hesabu ni riheso ya vigoma vyetu pale, ilikwenda sawa sawa, shamra ziko vizuri. Na mengine yote tumwachie mwalimu na Mwenyezi Mungu. Sawa, uwepo wa mashabiki ambao mmesafiri nao kutoka Dar es Salaam mpaka hapa, pengine unachagiza kiasi gani fainali hii kuwa ya kipekee na mashabiki kuwa wengi hapa? Unajua mambo yote anayo Mwenyezi Mungu, na mimi throughout katika mazungumzo yangu nilikuwa nasema neno kwamba tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio muweza wa kila kitu. Lakini tizama watu walokuja, ndege iko full. Maana ndege nafikiri inachukua watu 160 na ushehe. Sisi tuko zaidi ya hapo, tuko almost 40 na kitu, kwa maana tumejaza ndege, na hii inatupa faraja sana. Ushangiliaji pale uliona kila mtu yuko so inquisitive kuangalia mazoezi tu. Kwa hiyo kama yuko inquisitive kuangalia mazoezi, unaionaje mechi? Kwa hiyo mechi ya leo, kila mmoja kati ya tuliokuja kwa kweli anamuomba Mwenyezi Mungu tushinde. Uwezi kutoka Tanzania uje mpaka hapa, kilomita ngapi zile 5,000 na ushehe, sio 10,000 mpaka hapa. Uwe hivi tu, wewe utakuwa mtu ajabu sana. Kwa hiyo wote tuliokuja hapa kwa kweli tumekuja kuisupport Simba, na ni wajibu wetu. Hatuwezi kuja hivi tu kwa gharama yote haya. Ni wajibu wetu kupeana moyo, kuwapa moyo wachezaji,
na Mwenyezi Mungu atatujalia tushinde game hii. Mwaka 93 inasemekana ilichezwa finali, Simba akicheza na Stade Abidjan. Ulikuwepo kipindi hicho. Tupitishe hapo kidogo kwenye finali hiyo ya kombe la shirikisho na karne hii ya vijana ambao kwenye kikosi cha Simba cha safari hii ni wachezaji wenye miaka 20 mpaka 24 hivi 25. Mambo mengi ile mwaka 93 mimi nilikuwepo, na by then mimi nilikuwa ndio katibu wa waamuzi Tanzania. Wakati wa Frat ikiwa ndio wanapokea watu, na nilimpokea mwamuzi Masembe, nakumbuka alikuwa mwamuzi Masembe kutoka Uganda. Na Farado akitokea Somalia ndio alikuwa match commissioner. Wakati ule unajua coordinator nini kwa hakuna. Ile mechi sijui ilikuwa kitu gani kilitokea, kwa sababu mechi ya ugenini tulikwenda vizuri. I remember tulikuwa draw, nadhani tulikwenda vizuri. Haiwezekani tufungwe mbili bila pale uwanjani kwetu Dar es Salaam Mkapa. Haikuwa Mkapa, wakati ilikuwa Uhuru. Nadhani wakati ule tulikuwa in experience, kwa sababu hata ile mwaka 74 ambayo tulitolewa kwa penalty na El Mehara El Kubra, ile ya finali ya semi finali pale Misri, tulikuwa in experience tu ya ile game, kwa sababu tumecheza sisi. Tulipofika stage ya penalty tukawa tumejichanganya. Wale wapigaji penalty wa maana walikuwa wameingia hofu gani, sio hawakupiga penalty. Kwa hiyo hata hii nadhani kuna vitu tuliteleza, na nahisi watu hawakuwa more experience katika haya mashindano. Wale Stella wenzetu walikuwa wako na uzoefu mkubwa. This time pamoja na kwamba wachezaji wengi ni vijana ambao hawajawahi kuingia katika finali, lakini kwa experience walioipata mpaka kufikia finali, mimi naamini tuko vizuri, na naamini Mwenyezi Mungu atatujalia kushinda hii game. Wapinzani unawatazamaji RS Berkane ambao tayari wao ni mabingwa wa ligi ya Morocco. Ukianza kuwatizama wale ni mabingwa, utajitia hofu isiyokuwa na maana yote. Madhali wao wamefika finali na sisi tumefika finali, wote wababe. We are two lions littered in one day. Na nahisi we are more strong. Acha basi. Kwa leo mechi itakuwepo, yani mechi hasa. Mechi ni wabebe watupu, na kama nilivyosema sisi tutakuwa wababe zaidi. Shukuru sana, tukutane baada ya mchezo. Inshallah, nawashukuru pia. Tulikuwa tukizungumza na mzee Kisiwa, yeye akituweka wazi hapo kuhusiana na maandalizi, lakini hali ya kikosi pia kwa ujumla, na namna ambavyo Simba wanakwenda kuukabili mchezo huo dhidi ya wapinzani wao RS Berkane. Naitwa Zaina Muhammad Jadu, kwa upande wa kamera endelea kusalia nasi Ayoma Media.